Bwana Yesu asifiwe. Nimerejea tena nisungumuse kuhusu dhambi zililemea watu kabla Yesu hajazaliwa, hawajakuja ulimwenguni. Watu walijaribu kwenda kufanya mambo yao kwa wengine chini ya miti na wengine kwa njia zile walizoea miaka hiyo. Lakini nataka kuzungumzia vile Waisraeli walikuwa wakifanya na dhambi wakati ule. Siku ya upatanisho ndio nataka kuizungumzia. Bwana Mungu akasema na Musa akimwambia, baada ya kufa kwa wanae wawili wa Aroni waliokaribia mbele ya Bwana. Wana hao wawili waliokufa, mmoja aliitwa Abiu na mwingine Anadabu, walitoa moto nje, wakaenda kuwakisha ubani mbele ya madhabahu, na sheria ilikuwa nasema watoe uvumba kwa madhabahu, moto kwa madhabahu. Kwa hivyo walikosea kuleta moto wa kigeni na wakukufa hao watu wawili. Na Aroni akaambiwa asilie. Mungu akaambia Musa amwambie asilie, wala asinyoe nywele kama vile watu wamezoea wakiwa na matanga. Kwa hivyo akifanya hivyo atakufa. Na angojee Waisraeli wenyewe wafanye hivyo. Hata wale wanao hangeweza kuwatoa. Kuna mtu aliamrishwa wasangazie kuja kuwatoa ili awapeleke nje ya mjengo wa mahema. Basi ujue hii ng'ombe mume Aroni ataitoa kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, na akaambiwa atoe mbuzi wawili wa kiume, hawapeleke mbele ya mlango wa hema la kukutania. Pale kwanza awapikise kura ili aweze kuchagua kati wa hao wawili moja wa sadaka ya Mungu ya upatanisho. Ya pili ni ile ya kupelekwa jangwani, ipeleke dhambi wa Israeli huko mahali palikuwa yanaitwa Asaseli. Asaseli ni lugha ya Kiebrania. Basi maana yake ni kuachilia. Atapelekwa baada ya hapa mlango wa hema. Aroni amwekelee huyo mbuzi mikono yake miwili kichwani, ataje dhambi za Waisraeli zote na makosa yao, ili ile mbuzi apewe mtu amechakuliwa kwa kazi hiyo, aende ampeleke mpaka jangwani mahali hakuna watu. Na akirudi hawezi kuingia kwa mjengo wa hema wa mahema mpaka anawe nje na kuvua nguo zake ili akubalike kuingia. Na akishaingia ndio atakuja kuchukua ngozi za yule kondoo aliyochomewa nyama zake nono, sadaka ya Mungu ya upatanisho, na yule beberu, yule mbuzi beberu mwingine wa kiume aliangukiwa na kura ya kutoa sadaka ya dhabihu ya upatanisho. Basi atakuja atatoa hizo nyama na ngozi na mavi, hapeleke nje ya mjengo, na akichoma pia ataoga ili aweze kuvaa nguo zingine asikusanyike na watu. Nataka nikwambie vile dhambi ilikuwa na uzito miaka hiyo. Na Aroni ataingia mahali patakatifu, nilikwambia ataingia na yule ng'ombe atoe kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe na kwa ajili ya familia yake. Na atakuwa nikwambia atakuwa na ile kanzu ya kitani na mshipi wa kitani na kofia ya kitani. Atavaa hizo akiingia mahali patakatifu. Lakini kwanza akipofika mahali patakatifu, kabla hajafika patakatifu pa watakatifu, ataoga ili akiingia awe sawa. Baada ya kuyavaa hayo mavazi ndio ataingia huko, na baada ya kutoa pesa zake. Na Aroni atamutoa yule ng'ombe kama nilivyokuambia ya sadaka, ili kwa ajili ya dhambi zake na kwa ajili ya
dhambi za familia. Lakini yule mbuzi wa kiume atamtoa kwa ajili ya upatanisho wa dhambi za Waisraeli. Kwa maana wao mbuzi wawili aliwapigia kura, moja akawa ni wa kutoa sadaka dhabihu ya upatanisho kwa mbele ya Jehova, na mbuzi mwingine ni wa kupeleka jangwani, na yule mtu amechaguliwa. Mtu huyo atasafiri mpaka jangwani, akifika jangwani atamwajilia yule mbuzi. Kwa maana yeye hapa kwa hema ya mlango wa hema wa Israeli, Aroni alimuwekelea mikono na akataja dhambi zote za Waisraeli ili abebe apeleke huko jangwani. Huko ndio anapeleka, huyo anaitwa wa Asaseli. Asaseli ni lugha ya Kiebrania, lakini maana yake ni kuacha, kuachilia. Basi akisa rudi ndio atafanya mambo hayo, ndio atakuja kuchukua sile ngozi ya yule ng'ombe mchanga, na yule mbuzi alikuwa wa upatanisho, alitolewa dhabihu na Haruni, na mavi yao abebe apeleke nje ya mjengo wa hema, na akichoma huko kwanza aoge na atoe nguo zake ili aweze kukubalika kuingia kwa mjengo wa hema. Basi mstari wa 20, naye akisha kufanya upatanisho aingie mahali patakatifu pa hema na madhabahu, atamleta yule mbuzi, ili yule mbuzi wa upatanisho atamleta. Huyo ni mbuzi wa upatanisho, anachinjiwa Jehova. Yule aliangukiwa na kura ya kuichinjiwa Jehova. Lakini yule mwingine wa Asaseli atapelekwa jangwani baada ya kuwekelewa mikono na Haruni na kutaja dhambi za Waisraeli. Mstari wa 22, na yule mbuli alichukua dhambi, alichukua uovu wa wote, ndio anapelekwa jangwani ili akaachiliwa huko, abebe dhambi za watu wote. Na basi ndio nikwambia, huyo mtu akirudi, sheria ni asiingie kwa mjengo wa Israeli mpaka avue nguo zake na aweze kubalika. Na akiingia, huyo mtu ndio anakuja kuchukua nyama za yule mbuzi ya upatanisho alichinjiwa Jehova, na hata yule kondoo nyama nono zilitolewa na zikachomwa. Atachukua mabaki na atachukua mpaka ngozi na mavi apeleke nje ya mjengo akachomee huko, na akichoma lazima yeye mwenyewe aoge ili aweze kukubalika kuingia tena. Kwa hivyo sheria ilikuwa nyingi ya hata kuingia mahali patakatifu kwa kuhani. Mambo yalikuwa mengi, siwezi kuwataja yote. Kuna kipindi kingine nitataja part 2. Basi mstari wa 27, naye yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi na yule mbuzi wa sadaka ndio itaingizwa kwa ajili ya kuchomwa, ilikuwa ya upatanisho, ya kupatanishwa Mungu na watu kwa ajili ya dhambi zao. Wametubu, zimewekelewa juu ya yule mbuzi, akapelekwa jangwani akabeba dhambi zao. Mstari wa 28, na yeye amwachaye moto naye amwachao moto atafua nguo zake. Baada ya kuja akichukua zile ngozi na zile nyama akichoma, ndio atavua nguo zake ili akubaliwe kuingia kwa mjengo kwa wana wa Israeli.
Mambo hayo yalikuwa mangumu tukiyaangalia, na sheria zilikuwa na mambo mengi, lakini nashukuru Mungu kwa kuwa Yesu alikuja akachukua dhambi zetu. Nitafika kiwango mahali pale. Sasa nazungumzia wakati huu Waisraeli walikuwa hawana hekalu. Wakati watakuwa na hekalu ndio nitazungumza baada ya hii. Mungu awabariki, hawape hekima na kufahamu mambo hayo. Na nina maswali matatu huwa nikiuliza. Wewe unaniona na unanisikia. Je, ushamwamini Yesu Kristo akakuokoa na akakupa uzima wa milele? Swali la pili. Huenda ikawa uliamini na ukaanguka kwenye dhambi na hujapata nafasi ya kuungama na kuomba na kusihi uungame dhambi zako wakati huu, ili nikiomba uwe umesamehewa. Kwa maana Mungu anasema yeye ndio asamehea dhambi na hata sikumbuka. Ndio avuta dhambi zetu na hata sikumbuka. Na vile magharibi na mashariki siko mbali, dhambi zetu zitakuwa hivyo. Na swali la tatu. Je, wakati uliitwa, ulipewa kipawa gani cha kumtumikia Mungu nacho? Mimi ni mhubiri. Vipawa ni vingi hupeanwa na Roho Mtakatifu, na nataka nikushauri kama hujajua. Henda mbele ya Mungu, upige magoti, utubu na uombe msamaha na umuulize ulinipea kipawa gani nikutumikie nacho. Kwa maana Yesu yuaja, usifanye vile unaona watu wengine wanafanya. Hapana, tumia kipawa chako ili ufanye kazi vile inastahili. Mpendwa, vipawa ni vingi hupeanwa na Roho Mtakatifu. Wengine wahubiri, wengine washauri, wengine waimbaji wa kwaya, na wengine wana kipawa vya kutoa mali yao. Kutoa mali ni kipawa, usifikirie ni kile mtu. Kuna watu wengi wako na mali nyingi na hawatoi. Mungu anakupea kipawa cha kumtumikia. Wacha nikwambie ukweli wa mambo, pengine unaona kasee, lakini nataka nikwambie mambo vile yalivyo. Na ukubali au ukatae, na kuambia kinaga ubaga, kinaganaga uweze kusikia. Kwa maana ukubali au ukatae, ukikataa maandiko vile yanasema, maneno haya yanatoka mdomo huu wangu, ndio utahukumiwa naye siku itafika kama unakataa. Basi na maswali matatu huwa nikiuliza. Niliuliza wewe uliamini? Swali la pili, kama uliamini na ukaanguka na hujatubu. Swali ya tatu, una kipawa gani Mungu alikupea cha kufanya kazi? Kama unafanya biashara, Mungu alikupea biashara hiyo umtumikie na zile unapata. Kama ni kazi ya kuajiriwa, baada ya miezi mitatu, baada ya siku 30 unapata mshahara. Mungu alikupea hizo ili umtumikie nazo. Sijui chako ni gani kipawa. Vipawa ni nyingi hupeanwa na Roho Mtakatifu, na wewe fanya kazi na kipawa chako. Ili Yesu atakapokuja atuite pale angani, tutakaa pale miaka 7 tukipokea vipawa kulingana na kazi tuliyoifanya. Je, wewe uko tayari kuchukua kipawa? Na utachukua kwa ajili ya kazi gani? Enda mbele ya Mungu kama hujajua, umuulize kipawa chako. Umutumikie. Fanya kazi wakati huu, Yesu yuaja. Nitaomba kwa ajili ya wale waliamini na wale waliungama dhambi zao na wale waliniuliza niwaombee. Tuombe. Mungu Baba yangu, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Wale waliamini Baba uwapokee, na wale waliungama dhambi zao wasamehe. Na wale waliniuliza niwaombee. Maana maandiko yasema dhahabu na fedha ni zako, ikiwa ni kupungukiwa uwapee kile wanahitaji. Kwa maana unatuambia dhahabu na fedha ni mali yako, na unatawala juu ya vyote vilivyo duniani na vilivyo mbinguni. Ukiwapea watakushukuru. Asante kwa kuwa hayo utayatenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi naomba na kuamini. Amen.